niaba ya ofisi ya mkuu wa wilaya wa Dodoma, kwa niaba ya Mheshimiwa Jabir Shakimweli, mkuu wa wilaya wa Dodoma, tunapenda kuipongeza taasisi ya maendeleo na uchumi na maendeleo organization kwa kutenda matendo ya huruma katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, ukiambatana na mwezi wa funga na wa utukufu kwa upande wa Kristo wa Kwaresma. Tumesisitizwa na Mungu kutenda matendo mema si tu wakati wa Ramadhani bali ni wakati wote. Kwa nikijaribu kuangalia kidogo kwa kukoti baadhi ya kauli katika Qur'ani, Surati Al-Fajr, anasema tatizo lenu hamwahurumii mayatima na wala hamuhimizani kuwalisha maskini. Tupo kwenye kituo cha watoto yatima, tunahitaji kuwasaidia watoto yatima kwa sababu ndio tumaini lao. Wamepoteza wazazi, wamepoteza matumaini ya kuishi. Sisi tuliobaki tunatakiwa kuwa sehemu ya wazazi wao. Sisi tuliobaki tunatakiwa kuwa sehemu ya tumaini lao la kuishi. Kwa hiyo niwapongeze na taasisi zingine ambazo mmeungana, na vile vile kwa niaba ya Mheshimiwa mkuu wa wilaya ninawahamasisha na wengine waendelee kutenda matendo haya ya huruma ya hisani kwa watu wenye uhitaji, hasa mayatima. Lakini pia na nyie vile vile niwaombe, mtakapopata fursa basi msiishie hapa tu. Vituo vya watoto yatima tuko navyo vingi hapa Dodoma, lakini pia mnaweza mkaenda kuwasaidia, na pia mnaweza mkarudi tena hapa hata bila kuwa na huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jina ni Rukia Hamisi Abdalla, ni mkurugenzi wa kituo cha Rahmani Orphanage Center ambacho kiko Chang'ombe Dodoma. Kwa namna ya pekee nawasilisha rasmi shukrani za namna ya pekee kwa ndugu zetu wa UMO kwa kushirikiana na mwakilishi wa mkuu wa mkoa ndugu Njonjolo kuweza kuweka siku maalum siku ya leo na kufika hapa kuonyesha matendo ya huruma tena ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunasema Mwenyezi Mungu awalipe kwa kile walichokifanya kwa siku ya leo katika wema. Pia naiasa jamii pamoja na kuhamasisha kwamba kwenye kituo chetu si kama tulivyosema kwamba ni watoto wako 120, lakini wengi wao ni watoto ambao wanajifunza kazi za kujiajiri, na hususan tumebobea katika swala zima la kuwafundisha kilimo. Lakini kupitia fursa hii naweza kuomba watu au wadau mbalimbali watusaidie. Sisi tuna eneo letu lenye eka 6 Chihikwi, kata ya Mbalawala, ambapo mwaka 2024 tumepanda miti 1000 na 2025 tumepanda miti tena 500. Mgeni wetu rasmi alikuwa ni mkuu wa wilaya Shehe Jabir Shakimweli, lakini shamba letu liko mbali, tunaomba tupate usafiri costa itakayoweza kutusaidia sisi kwenda kuilea ile miti pamoja na kuwafundisha watoto wetu kilimo cha mboga na matunda, ambapo ni mafunzo ya kujiajiri wenyewe. Na changamoto nyingine pia tunapikia kwenye kuni, na wakati huu ni wakati wa kutumia nishati safi ili kupunguza changamoto ya kiafya. Na lingine pia ni bima kwa watoto wetu wa kituo hawana, tunapata shida sana kuchangia pesa nyingi wakati wanaumwa. Mimi naitwa Mchungaji George Nelson Andala. Mimi ni katibu wa chama cha wazee wanaume mkoa wa Dodoma. Tumeungana na wenzetu wa UMO katika tukio hili la matendo ya upendo, matendo ya huruma, na sisi kama wadau pamoja na taasisi zingine ambao tumeweza kushikana mkono kuja kuwaona hawa watoto leo katika kituo hiki cha Rahma. Ni fursa nzuri na tunahamasisha jamii kwa ujumla kwamba wote tunaaswa kwamba dini iliyo na haki kabisa mbele za Mwenyezi Mungu, dini isiyokuwa na mawaa, Wakristo Yakobo anatuambia ni dini iliyo safi ni kwenda kuwaona yatima na wajane katika dhiki zao. Kwa hiyo sehemu kubwa ya ibada ni kuwakumbuka wajane, kuwakumbuka yatima na kufanya matendo ya rehema. Licha ya kujali kwamba kipindi hiki ni kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni kipindi cha Kwaresma, lakini siku zote unapokuwa umetenda tendo jema, umemsaidia asiyeweza, umemsaidia muhitaji, umemkopesha Mwenyezi Mungu. Nashukuru sana taasisi ya OMO kukutana na kujumuika nanyi kwa siku ya leo, kwani ni matendo ambayo Mwenyezi Mungu ameyabariki na aendelee kuwagusa katika nafsi na majitoleo yenu ili hali hii iweze kuongezeka na wala msipungukiwe
kwa kuwaza, kwa kutenda na kwa kufanya pia, kwani Mwenyezi Mungu anasema ukitoa anaongeza. Mimi naitwa Salma, natokea taasisi au kampuni ya Phytoscience. Tumeshiriki na nyie hapa haya matendo ya leo, na Mwenyezi Mungu awabariki. Majina yangu ni Ibrahim Kasim Saidi, natokea kampuni ya Wise Technology Printing and Sales iliyopo Dodoma mjini. Leo hii tumefika katika kituo cha Ar-Rahman ambacho ni kituo cha kulea watoto yatima. Sio kwamba sisi ni wakamilifu sana, hapana, isipokuwa tumejali kuhusu watoto hawa ni watoto yatima, na sio kwamba wao walifanya makosa wakatoka katika familia zao au wakawakosa wazazi wao, isipokuwa ni Mungu aliwapenda wazazi wao akawaacha wao kuwa yatima. Hiyo inamaanisha kwamba Mwenyezi Mungu ametupa jukumu la sisi kuwaona na kuwajali watoto hawa, kama ambavyo anatusisitiza katika vitabu vyake kwamba tuwajali yatima, maskini na wale wenye uhitaji. Leo hii tumeungana na kampuni ya Wise Technology, tumeungana na UMU ili kuweza kuwasaidia hawa watoto yatima na kuweza kuwaona na kuonyesha upendo wao na sisi kuwa tunawajali, kwa maana kwamba wasijihisi wapweke, wajihisi wao ni sehemu ya jamii na wao na matumaini mema na tumaini jipya kwa kila siku ambayo wanaiona. Kwa jina naitwa Sheba Philip, mimi ni mkurugenzi wa taasisi ya Evergreen and Community Development Initiative. Tuko hapa Dodoma. Tunashukuru kwa taasisi ya uchumi na maendeleo UMO kutualika katika shughuli hii ya matendo ya huruma na upendo hapa kituo cha Rahman Orphanage Center. Tunashukuru kukutana na watoto, tumeonana nao, wamefurahi. Na pia nitoe shukrani kwa media ambazo ziko hapa, media mbalimbali. Tuna uhakika kupitia nyie wananchi wanaenda kuhamasika kufanya matendo haya ya huruma, sio kipindi hiki tu cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini au kipindi hiki cha Kwaresma, lakini hata baada ya hapa iwe ni kitu ambacho kipo ndani yetu sisi kama jamii kufanya, na hawa watoto wanapata matumaini na imani ndani yao. Kwa majina naitwa Bakari Abdalla Kiwingu, ni balozi wa ScanCode Tanzania, na hapa naiwakilisha ScanCode siku ya leo. Kwanza nichukue nafasi hii kuipongeza taasisi ya uchumi na maendeleo organization UMO kwa kuweza kufanya tukio hili kubwa la matendo ya huruma siku ya leo katika kituo hichi cha Rahman kilichopo hapa Chang'ombe, kata ya Chang'ombe. Niwapongeze sana UMO kwa sababu wameona ni muda mwafaka wa kuweza kufanya matendo ya huruma, ukizingatia tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na rai yangu kwa wadau mbalimbali, taasisi mbalimbali na mashirika mbalimbali, sisi Mwenyezi Mungu ametujalia riziki na ametujalia afya njema, lakini tuna wenzetu ambao wana mahitaji maalum. Kuna wenzetu ambao wako hospitalini, kuna wenzetu ambao wako magereza, kuna watoto wetu ambao wako katika vituo kama hivi vya kulelea watoto yatima. Basi ni wakati mwafaka sisi kuwasaidia, na nimependa kauli mbiu ambayo imetumiwa na taasisi ya uchumi na maendeleo organization UMO, funga kwa amani na upendo. Hii inaonyesha namna gani taasisi hii inaonyesha upendo mkubwa kwa watu wenye mahitaji maalum. Funga kwa amani wakiwa wanasisitiza kuhamasisha amani katika taifa letu. Kunapokuwa na amani, watoto wetu ambao katika vituo vya kulelea watoto yatima na wanakuwa na amani, lakini upendo ndio huo ambao unauonesha taasisi ya UMO. Kwa hiyo sisi kama taasisi ya ScanCode Tanzania tunasema tutashirikiana na wadau hawa popote pale ambapo litatokea jambo. Kwa majina naitwa Haruni Sospita Nchinjai, ni katibu taasisi ya uchumi na maendeleo organization, kwa kifupi UMO. Siku ya leo ni siku ya kipekee sana. Tumeungana na wadau wenzetu wengi kushirikiana kwa pamoja katika kuleta sadaka tulichojaliwa katika kituo hiki. Kipekee nichukue fursa hii kwanza kuwashukuru baadhi ya taasisi, lakini mwisho nitatoa wito kwa watu mbalimbali au taasisi mbalimbali pia kutuunga mkono. Nichukue nafasi kuwaomba wadau mbalimbali, watu wa maeneo kutoka tofauti tofauti, kwa umuhimu mkubwa kuungana pamoja nasi kwa kutoa mchango au kwa kutoa sadaka. Natoa wito huu kuwaita tuungane kwa pamoja kwa ajili ya kufanya matendo haya ya huruma.
Matendo haya ya huruma yaishia hapa katika vituo hivi viwili tulivyoviainisha. Baada ya vituo hivi tutakuwa na vituo vingine tutaobalisha umma. Tukitoka hapa tunaenda kituo cha Miuji, lakini baada ya kituo cha Miuji tutakuwa na matukio mengine. Kwa jina naitwa Fadhili Charles Magoyo, ni mkuu wa idara ya afya. Kwa niaba ya katibu, tunawashukuru sana wadau mbalimbali. Wadau wote tunawashukuru sana. Vyombo vya habari tunawashukuru sana kwa kutusapoti. Tunajua mmetumia muda wenu mwingi, mlikuwa mna mengi ya kufanya, lakini tunawashukuru kwa kuacha mambo yenu na kuungana na sisi. Hiyo sifa na utukufu mrudie Mwenyezi Mungu. Lakini pia tunawashukuru Rahman, wametupokea vizuri na tumewaona watoto wetu wana afya nzuri. Lakini kama taasisi ya UMO na wadau wote, ni waombe tusikiache hichi kituo, turudi tena tuje tuwatembelee, wana mahitaji mbalimbali. Lakini kwa niaba ya UMO nadhani tutarudi tena kuendelea nayo. Jambo lingine, tuna tukio hili tena tarehe 22 Jumapili kule kwa masista Miuji. Kwa hiyo tunaomba wadau wote, tunaomba vyombo vyetu vya habari vyote muungane na sisi, msituache. Tuko pamoja na nyinyi na tunawashukuru sana 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 sana. Kwa niaba ya uongozi niwashukuru tena na tena na tena, asanteni sana.